Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendeleza miradi mbalimbali ya kimkakati katika sekta ya nishati ili kufanya Zanzibar kuwa na umeme wa uhakika. Ameeleza kuwa hatua hiyo kwa kiasi kikubwa itachochea kasi ya ukuaji wa uchumi, huduma bora za umeme kwa wananchi na upatikanaji wa umeme wa uhakika katika maeneo ya uwekezaji. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipozindua mradi wa uboreshaji wa mfumo wa umeme Zanzibar, hafla iliyofanyika Mtoni, mkoa Mjini Magharibi Unguja. Rais Dr. Mwinyi amesema uzinduzi huo ni ishara na nia njema ya serikali ya utekelezaji wa ahadi zake kwa wananchi na kuondoa changamoto za kukatika kwa umeme na umeme mdogo katika maeneo mbalimbali ya kupunguza gharama za uendeshaji. Rais Dr. Mwinyi amehakikishia wananchi kuwa kwa muda mfupi ujao gharama za kuunganisha umeme majumbani itakuwa ni shilingi 100,000 badala ya shilingi 200,000 za sasa. Kwa mara nyingine tena leo tarehe 1 Oktoba 2025 tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzindua mradi wa kimkakati unaolenga kuimarisha mfumo wa umeme hapa Zanzibar, mradi ambao tayari nimeshauzindua muda mdogo uliopita kama mlivyoshuhudia pale Mtoni katika kituo chetu kikuu cha kupozea umeme. Kuzinduliwa kwa mradi huu ni ishara ya nia njema ya serikali katika kutekeleza ahadi zake kwa wananchi kupitia ilani ya CCM na mipango yetu mikuu ya maendeleo. Mtakumbuka wakati serikali ya awamu ya 8 inaingia madarakani, mifumo yetu ya umeme ilikuwa inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kuzidiwa kwa nyaya za chini ya bahari kutokana na ongezeko la idadi ya watu Zanzibar na shughuli za kiuchumi na kimaendeleo, uchakavu wa miundombinu kusafirisha na kusambazia umeme, pamoja na maeneo mengi ya nchi yetu kuwa na umeme mdogo. Kwa kuwa serikali iliahidi kuimarisha huduma za umeme Zanzibar, tulichukua juhudi za makusudi na kuja na mradi huu ambao kwa kiasi kikubwa umeondoa changamoto ya umeme mdogo. Kwa mara nyingine naipongeza Wizara ya Maji, Nishati na Madini na mkandarasi wa mradi huu ambaye ni kampuni ya Novavis International Limited na shirika la umeme ZECO kwa ushirikiano wa kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa ufanisi. Ni dhahiri kuwa kukamilika kwa mradi huu kumepunguza gharama za uendeshaji katika shughuli zetu za kijamii na kiuchumi, hasa kwa wawekezaji wa hoteli ambao walikuwa wakati mwingine wanalazimika kutumia majenereta kwa muda mrefu katika uendeshaji wa hoteli zao. Aidha, kuna wananchi wa kawaida ambao walishindwa kufanya shughuli zao za uzalishaji kutokana na kutofikiwa na umeme wa uhakika. Naomba niwahakikishie wananchi kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata huduma bora za nishati ya umeme wa uhakika. Rais Dr. Mwinyi ameeleza mikakati mingine kuwa kiunganishi na nishati ya umeme visiwa vidogo vidogo vya Njau na Kokota, pamoja na kukamilisha mradi mkubwa wa nyaya za umeme kwa ajili ya kisiwa cha Pemba. Rais Dr. Mwinyi amepongeza Wizara ya Maji, Nishati na Madini, kampuni ya Novavis kwa usimamizi mzuri na kukamilisha mradi huo kwa wakati na kutoa wito wa kutunzwa kwa miradi hiyo ili ilete tija na kusimamia miradi mengine ili ikamilike kwa wakati. Serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Hivi sasa tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa mabadiliko ya sekta ya nishati ya ufikishaji wa huduma ya umeme kwa wananchi, mradi unaoitwa ZESTA. Mradi huu utawezesha kujenga miundombinu mipya ya kusafirisha umeme kwa mkondo wa 132 kV kutoka Welezo kwenda Makunduchi na Matemwe, pamoja na ujenzi wa vituo vya kupozea umeme kwa lengo la kuondoa kabisa changamoto ya umeme mdogo nchini. Mradi huo pia utahusisha ujenzi wa miundombinu ya kusambazia umeme ambapo laini yake itaunganisha umeme kwa wateja wapya 70,000 kwa gharama nafuu. Hapa namaanisha kwamba kutoka wastani wa shilingi 200,000 inayotozwa sasa, ambayo tuliweka punguzo ya kutoka shilingi 400,000 mwaka juzi, hadi sasa kiwango cha chini cha shilingi 100,000 tu kwa kila mwananchi. Hii yote ni kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza kwa vitendo ahadi yake ya kuwapatia wananchi huduma bora ya umeme kwa gharama nafuu. Ili punguzo la bei mmelipenda
Basi hiyo ndio habari kwamba muda mfupi ujao kuunganisha umeme itakuwa 100,000 tu. Akizungumzia katika hafla hiyo, katibu mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Joseph Kilangi amesema mradi huo uliogharimu dola za Kimarekani milioni 8.4 kumewezesha Zanzibar sasa kupokea umeme kutoka Tanzania kwa kiwango cha 132 kV kutoka 114 kV iliyokuwa ikipokea awali. Uwekezaji Zanzibar unaongezeka siku hadi siku. Hatuwezi kubakia na umeme tuliokuwa nao wakati wawekezaji wanakuja. Miongozo yako ndiyo yanayotusukuma tuendelee mbele zaidi. Najua tuna mradi wa World Bank ambao sasa hivi tumefikia hatua nzuri sana. Akitoa taarifa za kitaalamu, meneja mkuu wa shirika la umeme ZECO ndugu Haji amesema mradi huo ni miongoni mwa mradi ya mkakati ya shirika hilo unaongeza thamani ya huduma ya umeme na kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi. Pia utapunguza upotevu wa umeme na kumaliza tatizo la umeme katika maeneo ya uwekezaji. Mradi huu kama ilivyo miradi mingine ya kimkakati katika shirika la umeme umeleta tija kubwa sana, ikiwa ni pamoja na kuongeza thamani ya upatikanaji wa huduma ya umeme, lakini pia kutoa mchango mkubwa katika kujenga uchumi wa Zanzibar na kuwa sehemu ya chachu ya kutengeneza ajira zisizo za moja kwa moja, kwa kuwa umeme sasa sio anasa. Watu wengi wamejiajiri wakitegemea umeme, hivyo uwepo wa umeme wa hakika ni muhimu sana katika kukuza pato la taifa. Mradi wa uimarishaji wa mfumo wa umeme Zanzibar ambao umehusisha kufungwa kwa vifaa vya kudhibiti na kuimarisha msukumo wa umeme kuanzia kwenye njia kuu ya kupelekea umeme pale Mtoni kupitia kifaa hichi cha Statcom, na pia kuimarisha voltage katika njia ya usambazaji umeme kwa kanda za kaskazini, kusini, mjini, Unguja na Pemba. Maeneo yote haya yamefungwa voltage regulator na capacitor benki ili kudhibiti mkandamizo wa voltage na kutoa huduma bora kwa wananchi, kwa kuwa kulikuwepo na malalamiko makubwa ya umeme mdogo katika maeneo hayo, hasa ukizingatia maeneo mengi ambayo yanalalamikiwa ni yale ambayo yana mchango mkubwa katika uchumi wetu, kwa maana ya kwamba ni maeneo ya uwekezaji. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.